Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2026. Hii ni Januari, wana na binti za Mungu. Leo ni Januari 23, mada ikisema watu wote wanavutwa kwa Mwokozi aliyeinuliwa juu. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu na Mungu wetu uishe mahali pasiri juu mbinguni. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako tena. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe, tutakase, atuongoze katika utumishi. Neema yako yatosha, pendo lako latubidisha. Tusaidie tukakutafute wewe kila wakati, na kama ahadi yako ilivyo, baada ya kuwa tumeutafuta ufalme wako na haki yote, hayo mengine yote ukatuzidishie. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu, amina. Watu wote wanavutwa kwa Mwokozi aliyeinuliwa juu. Yohana Mtakatifu sura ile ya 12:32 imeandikwa, nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu. Kamwe hakujawahi kuwa na uelewa mkuu wa Yesu kama ilivyokuwa pale alipoangikwa juu msalabani. Aliinuliwa juu ya nchi ili awavute wote kwake. Katika mioyo ya wengi ambao walishuhudia tukio lile la kuangikwa kwake na kusikia maneno ya Yesu, kulikuwa na nuru ya ukweli iking'aa. Wangeweza kutangaza pamoja na Yohana hivi, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kulikuwa na wale ambao hawakutulia mpaka walipoyachunguza maandiko na kulinganisha kifungu kwa kifungu na kuona maana ya utume wa Yesu. Waliona kwamba msamaha wa bure uliotolewa na yeye ambaye wema na rehema yake uliukumbatia ulimwengu mzima. Walisoma unabii uliohusiana na Yesu na ahadi za bure na kamilifu, zikielekeza kwenye chemchemi iliyowekwa wazi kwa ajili ya Yuda na Yerusalemu. Kafara ya Yesu kama fidia ya Mungu kwa ajili ya dhambi ni ukweli mkuu ambao kweli zote hushikamana. Ili kuweza kueleweka na kupokelewa vyema, kila ukweli katika neno la Mungu, kutoka mwanzo hadi Ufunuo, unapaswa kusomwa katika nuru itiririkayo kutoka kwenye msalaba wa Kalvari, na katika uhusiano na ukweli mkuu wa ajabu wa upatanisho wa Mwokozi. Wale wanaojifunza juu ya kafara ya pekee ya mkombozi wanakuwa katika neema na maarifa. Ninawasilisha mbele yenu kumbukumbu kuu ya rehema na uongofu, wokovu na ukombozi. Mwana wa Mungu aliyeinuliwa juu kwenye msalaba wa Kalvari. Hii inapaswa kuwa mada ya kila hotuba. Yesu anaalika na kuvuta kwa Roho wake Mtakatifu mioyo ya vijana na wazee kwake. Pale Kristo aliyesulubiwa anapohubiriwa, nguvu ya Injili inadhihirishwa kwa mvuto inaouweka juu ya aaminie. Katika mahali pa kubaki kuwa mfu katika makosa na dhambi, anaamshwa. Mwinue juu mtu wa Kalvari, juu na juu zaidi. Kuna nguvu katika kumwinua Yesu Kristo aliyeangikwa pale Kalvari. Hii ni Januari 23, mada ikisema watu wote wanavutwa kwa Mwokozi aliyeinuliwa juu. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu
na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Mchana hauishi, mji mzuri, mji hautapita, na hapana giza. machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku, na hapana giza. Milangoni ya lulu, mjini mzuri, dhahabu njia zake, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku, na hapana giza. Milango haifungwi mjini mzuri, mtoni wa uzima, Na hapana giza. machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku, na hapana giza. Hawahitaji jua mjini mzuri, Mwana-kondoo nuru, na hapana giza. machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku,